Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi kimongozo kujifunza Biblia, lesoni ya shule Sabato, kinaendelea kupeperushwa kwenye Theology Jesus TV. Karibuni kwenye robo ambayo ni ya 4 kwenye mwaka 2025 inayozungumzia kuhusu mafundisho ya imani kutoka katika kitabu cha Yoshua. Kumbuka kwamba kulikuwa kumeisha miaka zaidi ya 400 wakati Mungu alikuwa ametolea Ibrahimu ahadi ya kwamba uzao wake utaingia na kurithi nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya Kanaani. Baada ya kutoka huko Misri, walikuwa wametangatanga katika jangwa kwa miaka 40. Walikuwa wametangatanga huko, Mungu akiwaongoza, akiwalinda, akishughulikia hiyo taifa na kuwapatia mahitaji yote waliokuwa nayo. Yoshua, baada ya Musa kufariki, Yoshua akakamata mamlaka na Yoshua akawatuma wapelelezi huko Kanaani. Baada ya wale wapelelezi kurudi, walikuja na matumaini na kuwapatia hiyo ambacho kilikuwa ni kizazi kipya, wapatia matumaini na nguvu ya kwamba hakika Mungu atakuwa pamoja nao wanapoingia katika hiyo mji. Changamoto ambayo ilikuwa ikibaki ilikuwa ni mto Yordani. Mto Yordani ilikuwa hapo, na historia inaeleza kwamba ilikuwa ni wakati ambapo mto Yordani ilikuwa inajaa. Kwa hivi upana wake ulikuwa ni wa kilomita karibia 1 kwa ajili ya upana wake. Kwa hivi ilikuwa ni changamoto, hapana kilalo, hapana meli ya kuwavusha. Nini ambacho watakifanya? Hapa ilibidi wakae na kuangalia kile ambacho Mungu atakuja kuwatendea. Nakaribisha kwenye somo hili la 3 kwenye robo hii ambayo nazungumzia makumbusho ya neema, makumbusho ya neema. Somo hili linatosha chimbuko lake kwenye Yoshua 3, Hesabu 14:14, Luka 18:18-17, Yoshua 4, Yohana 14:16 na Waebrania 4:8-11. Fungu la kukariri mpendwa mtazamaji ni kwenye Yoshua 4:13-14, nasema, kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyotenda bahari ya Shamu aliyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka, watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili waamche Bwana Mungu wenu milele. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuwe na ombi. Asante Yesu Kristo kwa kuwa ni mwema, tunajifunza neno lako, Roho wako Mtakatifu atufunze mafundisho ya imani kutoka hapo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Wana wa Israeli wako kando ya kuvuka, ya kuingia katika nchi iliyoahidiwa. Wale wapelelezi wametoka huko na ripoti nzuri, lakini wanakabiliana na changamoto ya kuvuka Yordani. Hebu tujifunze juu ya kuvuka Yordani kulikofanywa na Waebrania na tuone kile tuwezacho kujifunza kutokana na uzoefu wa hawa watu. Jumapili tulizungumzia kuhusu kuvuka Yordani. Kabla wavuke Yordani, Yoshua anapita kwenye kambi na anawaambia, basi mjitakase kwa sababu tunaenda kuvuka Yordani. Kwa hivi akasema mtakapojitakasa sasa tutakuwa tayari kuvuka. Nataka nikufunze kitu fulani hapa. Kwa hivi kujitakasa maana yake ni kuwekwa kando, okay? Ilitakiwa na Waisraeli wawekwe kando kwa ajili ya wajisafishe, watupilie dhambi mbali na wao wenyewe na waache kujitegemea, huko wakimtumainia Mungu, wakijua kwamba Mungu ndiye atakayeweza kufanya kitu fulani katika maisha yao. Kwa hivi ilitakiwa sanduku la agano lipite mbele yao, na watakapoingia kwa maji ndipo Mungu atafanya muujiza. Kwa hivi lile sanduku na yale maandalizi ya kuvuka Yordani vilikumbusha Israeli kwamba wasingeingia Kanaani kwa namna yao tu na wakati wao. Ushindi ungepatikana kama tu wangefuata njia ya Mungu na ratiba yake. Kwa hivyo ushindi wetu katika maisha pia ni mara tunapofuata utaratibu wa Mungu na ratiba yake. Kwa nguvu zetu sisi binadamu hatuwezi kushinda. Wale wasingaliweza kuingia Kanaani kwa nguvu zao wenyewe, ilibidi wamtumainie Mungu, wamtegemee ya kwamba ni yeye pekee ndiye anaweza kuwafanya wavuke. Kwa hivyo imani katika Mungu atendaye miujiza inaweza kudumishwa ikiwa tu kila kizazi kitadumu kugundua chenye umuhimu wa matendo makuu ya Yehova. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, wana wa Israeli, Biblia inasema kwamba kabla Mungu hajawapigania Israeli kwenye vita, ilikuwa ni lazima waonyeshe utiifu wao kwake na kumtumainia yeye kama kamanda wao. Asingalifanya miujiza pasipo wao kuanza kumtumainia. Ilibidi alitafuta kuunda ndani mwao roho ya kumtumainia, wajua kwamba hawana uwezo pasipo yeye, na hapo sasa wanapomtumainia yeye pia anaenda kufanya kazi. Tunaona Mungu aliye hai wa maajabu. Okay. Hapo wakuhani wanapokanyaga katika hiyo mto Yordani na njia inafunguka. Hivi kuna watu wengine wanasema, mimi mtamtumainia Mungu nikiona kwanza kama amefanya kitu gani. Akasema mtakapokanyaga katika maji ni hapo ndipo njia itafunguka. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tuone ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kushindikana kwa Mungu. Bahari ni kubwa, okay? Mer Jordan iko kubwa kabisa, lakini Mungu akaonyesha kwamba kwake hakuna kile ambacho kinaweza kushindikana. Akawavusha kabisa vizuri na wakauvuka salama. Ilibidi sasa wakumbuke baada ya kuvuka, ilibidi wao wakikumbuka kile ambacho Mungu amewafanyizia. Kumbuka katika siku zilizopita
Mungu aliwavusha katika bahari ya Shamu, lakini baadhi ya wote walioshuhudia, baadhi yao walikuwa wamefariki, isipokuwa tu ni Yoshua, Kalebu, wakiwa wale ambao walikuwa na kizazi kipya, ambao waliona huu muujiza wa kwanza kwenye bahari ya Shamu. Na hapa sasa wanapovuka, Mungu akasema sasa, akaambia Yoshua, hawa watu watajua ya kwamba mimi ndiye nakutumikisha na watakutii sawa sawa na jinsi walivyokuwa wakimheshimu Musa. Kwa hivyo nini kilitendeka? Akawaambia, basi mnapovuka mchukue kwa kila kabila wachukue jiwe moja, hivi watafute mawe 12 ambazo watazijenga mahali fulani. Itakuwa ni ishara ambayo kila mara watu wa vizazi vyote watakapokuwa wakiona, wao wakijua kile ambacho Mungu aliwavusha hapo kwa miguu, ilibidi wao wakikumbuka. Hapa ishara inafanya kazi kama ukumbusho, ukikumbusha kila kizazi kinachofuata juu ya muujiza wa kuvuka mto. Kwa hivi linamaanisha kukumbuka kunafuatiwa na kitendo halisi. Wasingalipashwa kuwa tu wakikumbuka juu juu, wangalikumbuka na kitendo halisi kionekane. Kwa hivyo mara unapokumbuka katika maisha mambo ambayo Mungu amekufanyizia, nikumbuke tu mara tunapoangalia kwenye Facebook, tulipoanza kwenye Facebook ama kwenye albumu ya foto zako, unaona ulipokuwa mdogo sana, unaona namna gani ulikuwa. Kuna wengine wanasikia aibu kuona namna gani walivyokuwa na kuona kile ambacho Mungu amefanya leo. Nadhani kwamba jambo la hekima lisingalikuwa kusikia aibu kwa jinsi nilivyokuwa siku zilizopita, ingalikuwa ni kumtukuza Mungu. Kumbe Mungu umenitosha mbali, mahali nilipotoka ni mbali sana. Kwa hivyo unapokumbuka ni lazima umtendee Mungu kitu fulani, hapo uwe mwaminifu kwake, huko ukitenda kile ambacho anakuambia kukitenda. Imani katika Mungu atendaye miujiza inaweza kudumishwa ikiwa tu kila kizazi kitadumu kugundua chenyewe umuhimu wa matendo makuu ya Yahweh. Jambo la kutisha ni kwamba walikuwa wameambiwa watengeneze mawe iwe kumbukumbu kwa watu wote watakaokuwa wakiona, watoto wakiwauliza kwa nini mnafanya hivi, anasema kwa sababu kulifikia muda fulani Mungu akatuvusha kwa miguu hiyo bahari ya Yordani. Kwa hivyo kitu kinachoshangaza ni kwamba walipofika huko, unaposoma Yoshua 4:12 hadi 14, ukizingatia pia aya zifuatazo, Waamuzi 3:7, Waamuzi 8:34, Zaburi 7:8-11, Kumbukumbu la Torati 8:2 na Zaburi 15:15, tunaona kwamba hawa walipoingia katika mji ya ahadi, siku chache tu watu fulani wameanza kufariki na vizazi vipya vimekuwa, wakasahau kile ambacho Mungu aliwafanyizia. Licha ya ile ishara iliyokuwa imewekwa pale ya mawe, lakini walisahau, wakaanza kuabudu miungu migeni, wakaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wakasahau. Mara nyingi katika maisha tunasahau mema ya Mungu na huko tunamkosea, tunafanya mabaya huko tukimsahau. Unatakiwa kukumbuka kile ambacho Mungu alikufanyizia, na baada ya kukumbuka kikupatie matumaini na imani ndani ya Mungu. Usiwe mtu ambaye unasahau mema ya Mungu. Mara nyingine tunasema l'oubli nécessaire katika maisha yetu, tunasema l'oubli nécessaire. Tunaweza sema hivyo katika mambo ya kawaida, lakini kwa mambo ya kiroho kusahau si kitu kizuri, kwa sababu unaposahau mema ya Mungu, mambo ambayo Mungu amekufanyizia katika maisha yako ya kiroho siku zilizopita, kunaweza kufanya kuingia katika dhambi. Kwa hiyo mwandishi amesema kwa ujumla, huwa tunachukulia hali ya kusahau kama sifa bainishi ya kawaida ya wanadamu wote. Hata hivyo, hali ya kusahau katika maana ya kiroho huwa inakuwa maandalizi ya matokeo mabaya. Tusiwe watu wa kusahau katika safari yetu ya kiroho. Tukumbuke mema ambayo Mungu alitufanyizia, na hapo tutaendelea kumtukuza siku baada ya siku na kuishi kulingana na mapenzi yako. Alhamisi tulizungumzia ngambo ya Yordani, na tukaona kwamba Yesu alipokuwa akiwakilisha Israeli, huduma ya kidunia ya Yesu ilikuwa ikiwakilisha Israeli. Tunaona huko pia anapokimbia huko Misri, sawa sana wana wa Israeli jinsi walivyotoka huko Misri. Huyo Yesu Kristo alienda kwenye jangwa kwa siku 40 huko akiomba, sawa sawa na wana wa Israeli walipofanya miaka 40 katika jangwa. Hivi la mwisho Yesu akabatizwa katika Yordani, mahali ambapo wana wa Israeli walivuka huko wakikumbuka ukuu wa Mungu na nguvu zake. Inatualika kumtumainia Mungu na kuwa na matumaini. Kumbuka kile ambacho Mungu alitufanyizia siku zilizopita kitatupatia nguvu ya kuishi na matumaini siku ya leo, huko tukimtumainia hata kwamba kesho hakuna kitu kitakachotutisha. Nafurahia mwandishi aliposema katika lesoni hii mahali fulani ambapo pamenibariki kwenye dada White, naposema hatuna cha kuogopa kwa ajili ya wakati ujao, isipokuwa kama tutasahau jinsi Bwana alivyotuongoza. Hatuna budi ya kuogopa na kujiuliza kesho itakuwaje. Tukumbuke mema ambayo Mungu amefanya katika siku zilizopita na itupatie matumaini. Basi Mungu akusaidie mpendwa mtazamaji na msikilizaji, mahali pote ulipo, endelea kukumbuka wema wa Mungu, na huko unapokumbuka mema ya Mungu ikusaidie kuendelea kumtumainia kwa uaminifu. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Asante Yesu Kristo kwa somo hili, endelea kuwa pamoja nasi na kufanya tuliishi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Ikiwa una swali unaweza kuweka kwenye comment yetu. Mungu akubariki.